Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki apigiwa kelele tena katika eneo la Mlima Kenya. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Naibu Rais Kithure Kindiki alikumbwa na hali ya fedheha alipokutana na upinzani mkali kutoka wakazi wa kaunti ya Nyeri licha ya kuwa na ajenda ya kuwasilisha miradi ya maendeleo katika eneo hilo. Ziara hiyo ilitarajiwa kuimarisha ushawishi wa serikali ya Kenya Kwanza katika ngome ya Mlima Kenya, iligeuka kuwa jukwaa la malalamiko na kejeli kutoka wananchi waliodai kutoridhishwa na utendakazi wa naibu rais huyo. Tukio hilo limezua mijadala mikali mitandaoni, huku Wakenya wakieleza kutoridhishwa kwao na kile wanachokitaja kama ukosefu wa mwelekeo wa kisiasa kutoka kwa Kindiki. Kulingana na maoni ya baadhi ya wachanganuzi wa kisiasa, wananchi walieleza kuwa hali ya sasa inazidi kudhihirisha kuwa nafasi ya Kindiki katika serikali ni dhaifu na kwamba hana mchango wa moja kwa moja kwa maslahi ya kisiasa na maendeleo ya eneo hilo. Wengine walimshtumu kwa kutumia muda mwingi kumkosoa mtangulizi wake Rigathi Gachagua badala ya kuendeleza ajenda na maendeleo. Maoni haya yamezidi kuibua wasiwasi miongoni mwa wandani wa Rais William Ruto, ambao sasa wanaanza kutathmini upya athari za kisiasa zilizotokana na kutenguliwa kwa Gachagua kama mshirika mkuu wa Mlima Kenya. Kuna hofu kwa juhudi za kumweka Kindiki kama mrithi wake huenda zilikuwa kosa la kisiasa ambalo linaweza kuigharimu serikali ya Kenya Kwanza, hasa ikizingatiwa kuwa Gachagua alikuwa na uhusiano wa karibu na wakulima wa chai, kahawa, maziwa na mazao mengine katika eneo hilo. Tangu kuondolewa kwa Gachagua katika nafasi ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa, kumekuwepo na madai kuwa mshawishi wa Kenya Kwanza katika eneo la Mlima Kenya umedhoofika. Badala ya kuimarisha msingi wa kisiasa wa serikali, uteuzi wa Kindiki unaonekana kuleta mgawanyiko zaidi, huku baadhi ya wakazi wakimtaja kuwa kiongozi asiye na mizizi ya kisiasa asiyeweza kuhamasisha wapiga kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Na katika upande mwingine, Rais Ruto anaonekana kuelekeza nguvu zake katika eneo la Nyanza, akilenga kujenga uungwaji mkono wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hata wananchi wa Mlima Kenya wataendelea kushikilia kuwa waliondolewa kwenye nafasi za kiusalama na kisiasa kwa hila. Hali inatuma ujumbe mzito kwa serikali ya Kenya Kwanza kuhusu hatari ya kupuuza mizizi ya uungwaji mkono wa kisiasa na madhara ya maamuzi yanayochochewa na maslahi ya muda mfupi. Kadri malalamiko yanavyozidi kuongezeka kutoka kwa wakazi wa maeneo yaliyokuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa, kuna haja ya serikali kufanya tathmini ya kina kuhusu mustakabali wake wa kisiasa na usimamizi wa ndani wa muungano wa utawala.